Msikiti huu nasikia umeanza zamani, lakini nimesahau kiasi 96. Maana ndio ulivyo hamakia kuja kuno Njombe kuja tafuta nkaambiwa kuna msikiti mkubwa huko ujengwa mwaka gani sijui, nkasi utambua hea, nkaambiwa una miaka mingi. Karibu Kizimkazi Dimbani, ambapo leo nakusogezea story ama habari inayohusu msikiti ama historia ya msikiti wa kale. Huu ni msikiti ambao bado unaendelea kutumika kwa ibada za sala, uliofanyiwa matengenezo makubwa katika karne ya 18 kwa kufuata msingi wake wa awali na ukuta uliobaki upande wa kaskazini. Ukuta huo kaskazini una kibla kilichosarifiwa kwa maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya Kufi katika mwaka 1107. Maandishi haya yanaeleza ujenzi wa msikiti huu na Sheikh Abdul Musa Al-Hassan Muhammad. Maandishi mengine ambayo yapo upande wa kulia yameandikwa kwa Kiarabu yanaelezea kujengwa tena kwa msikiti huu katika mwaka 1184 sawa na mwaka 1770 baada ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Nje ya msikiti huu kuna kisima kinachotumika na waumini wa dini ya Kiislamu kwa ajili ya kujitoharisha ama kutia udhu kabla ya ibada ya sala. Vile vile kuna kiunga cha makaburi yaliyojengwa kwa usarifu wa Kishirazi, ambapo baadhi ya masharifu ambao ni watu wanaoaminika kuwa na undugu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamezikwa hapa. Masharifu hawa ni kama vile Sheikh Omar ambaye alikuwa na mkono mmoja, Said Abdullah Said bin Saif mwenye mguu mmoja, na Mwana binti Madi na mtoto wake wa kiume aliyeitwa Mfaume Ali Omar ambaye alikuwa msimamizi wa ngoma ya mji wa jadi. Karibu Kizimkazi Dimbani, karibu katika msikiti huu wa kale. Msikiti huu umejengwa na watu kutoka Irani. Hawa ni wa Persian, hawa ni Washirazi, wacha Mungu, masharifu na wenye yakina imani. Hawa wameingia katika mambo ya East Africa hii mashariki mnamo karne ya 8 kutoka Persian, na ujio huu walikuja kwa njia za majahazi na mashua kupitia sehemu zenye bahari na fukwe nzuri za kuvutia karne ya 8 kwa kutegemea simu za pepo zitozo masuni windi. Malengo makubwa kuja huku ni kusambaza dini ya Uislamu pamoja na biashara, lakini vile vile maeneo mengi wameyapita kama kule Kilwa, Mombasa, Lamu, Komoro, then wakaja Zanzibar huku kwetu kama hapa Kizimkazi, Stone Town huko Tumbatu na Pemba. Na vile vile msikiti huu umejengwa mwaka 1107, lakini kabla msikiti kwanza kilichimbwa kisima kwa ajili ya maji, kwa ajili ya kutilia udhu na kufanya ibada nyinginezo. Vile vile ndani humo mna mihrab na mna jiwe ambalo limeandikwa cheza Kufi. Naona na linamaanisha nini? Kufi ni lugha ya hao wenyewe walikuja from the Persian huko, na lugha ile imeandikwa Kikufi lugha zamani kwa kule kwao. Na fura hiyo ni story fupi tu nilikuachilia ya msikiti. Kwa nje ya msikitini, tuliko huko kuna kisima chi hapa, kuna graves hapa, graves tunaziona makaburi ambayo hayo ni makaburi ambayo hawa wacha Mungu hawa. Na tunavyoambiwa vile vile walokuja hapa hawazidi 20. Hawazidi 20. Kwa hiyo maximum 18, 17, 19. Nikawemo kaburi la mtu mrefu lipo hapa. Lipo. Na furaha hiyo kwa mustathari kidogo tu mmepata kidogo. Karne 15 hawa ni Wareno, wa Portuguese. Walikuja na wao kusambaza dini ya Ukristo, lakini wenzao wao walikuja mapema karne ya 8. Sasa kiongozi katika ya mwanzo alikuwa anaitwa Mzee Kizi. Sasa huyo mtu walifukuzana hadi ya kule kufikia ule pwani, na kule pwani ule mtu alishushua kitu kinaitwa ilham ya Mwenyezi Mungu, akasura kaa 2, akaambiwa aambie sura kaa 2, baadaye ndo kapotea katika mazingira hayo. Mtu huyo hayakuonekana mpaka leo. Na maana Mwenyezi Mungu alikumpoteza yeye, ndiko anakojua yeye. Alipoteza ni Mreno? No, huyu Mzee Kizi yeye baada ya kusura kaa 2 kapotea. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ilikuwa ataka lengo la kumpiga, kumuua. Kama hawawezake wa huku ndio lengo lao kumpiga na kumuua, lakini Mwenyezi Mungu akapitisha heri yake, akaambiwa sasa waambie uswara kaa 2. Kwa hiyo yule mzee kaswara kaa 2, baadaye akapotea katika mazingira Mwenyezi Mungu kamnusuru.
Katoka hapo hiyo ndo mzee Kizu huyo. Sheikh kama jamaa sasa vinauliza hapo, anaitwa Sheikh Abu Musa Al-Hasan bin Muhammad. Hili ndio ukamilifu wake unavyoitwa. Sheikh Abu Musa Al-Hasan bin Muhammad. Maarufu ndo mzee Kizi.